Hello ladies and gentlemen, karibu kwenye YouTube channel ya Diena Academy. Na siku ya leo kama ilivyo kawaida yetu, tunazidi kukuletea content nzuri ambazo zitakuweka engaged na kufahamu mambo yanayoendelea katika ulimwengu wa ujasiriamali wa kidijitali. Na siku ya leo ni mahususi tumeitenga kwa ajili ya our very own director ambao muda sio mrefu kupitia social media tuliona alikuwa na Crypto Connect Tour iliyompeleka nchini Brazil. Najua kuna mengi sana aliyoyaona Brazil, kuna mengi aliyo experience na kuna mengi sana ambayo ametuletea. Ndio maana tukaona kuna umuhimu zaidi wa kuhojiana naye ili kuweza kujua nini kilichoweza kujiri katika Crypto Connect Tour ya Brazil. My brother Anthony Mlelwa yupo pamoja nasi. Welcome very much my brother. Thanks a lot. Mambo vipi? Safi kabisa. Uko poa? Niko poa kabisa. Yeah. Najua ulienda Brazil na kwa kina Neymar kule. Kwa kina Neymar. Na the very first thing kabla hatujaenda kuzungumza kilichokupeleka na nini ulichogundua, how was the trip exactly? Trip ilikuwa na mambo mengi actually. Na I think leo tunapokuwa tutashare in a social site na business site. Kabisa. It was my first time kuwa na trip ambayo ni ya muda mrefu vile kwenye ndege kwa sababu na spend almost nadhani ni 15 hours kwenye flight. 15 hours. Kwa sababu nilipitia South Africa. Japokuwa South Africa ni sema ambayo nimeshaenda several times kwa hiyo haikuwa na challenge yoyote. Challenge nadhani ilikuwa ni kutoka Joburg kwenda Sao Paulo na kufika Sao Paulo kwenda Belo Horizonte kwa sababu sehemu ambayo nilikuwa naenda ilikuwa ni Belo Horizonte, ule mji ambao tuseme ndio mji ambao unasifika kwa it's a decent city ambayo inasifika kwa kilimo and all that. Kwa hiyo I had to connect a flight kutoka Sao Paulo kwenda Belo Horizonte. Sasa changamoto kubwa ambayo ilinikuta I think it's the same challenge ambayo tulipata wakati tumeenda Lesotho last 2 months. Kwa sababu tumeenda Lesotho kutoka Joburg. Kufika kule airport yao iko yani ni airport zile ambazo ni za yani hawako advanced. Alafu Kiingereza hawaongei kabisa. Yani wanaunga sana. Sasa unaumia kwa sababu international airport wafanyakazi inabidi Kiingereza wajue. Lakini pale walikuwa hawajui. Yani wanaoongea Kiingereza ni wachache sana. Sasa the same thing ambacho kilinikuta nimeenda Sao Paulo. Kutoka Tanzania kwenda Joburg to Sao Paulo no problem. Sasa tumefika pale Sao Paulo. Nipate ndege ya kuconnect kwenda Belo Horizonte. Inatakiwa nitoke terminal 3 niende terminal 2. Terminal 3 kwenda terminal 2 ni kama kilomita kama ngapi? 3-2 hivi. Pana urefu sana. Sasa kuna option mbili. Unaweza ukaingia ndani ukatumia zile kuna zile nani I don't know wanazihitaji. Zile unapanda alafu zinaenda tu. Sasa mpaka uwe na uzoefu. Sasa kwa sababu pale mimi nilikuwa nimepanic siku ile wakati naenda, layover yangu ilikuwa ni lisali moja. Kwa hiyo I wanted to be sure kwa sababu unajua ndege unatakiwa umesha check in at least 1 hour before the boarding time. Sasa nataka nipate haraka niende kwenye hii domestic terminal nipate kujua ndege yangu mimi ni gate namba ngapi ndio kwa sababu sijui Kiingereza changamoto. Kwenye international airport at least kidogo Kiingereza wanaongea ila kwenye domestic nipata changamoto sana. Na one of the big challenge ambayo nilipata nilipokuwa natoka pale nje. Sasa nikakutana na watu wengi sana Brazil hivi. Sasa kuna jamaa fulani kama wawili walikuwa wamevaa suti nyeusi. Sasa nikaa sijui hawa ni walikuwa wamevaa vitambulisho. Sasa unfortunately kwa sababu ya ile haraka sikusoma hata vile vitambulisho. Vile vitambulisho kumbe vilikuwa vya transportation. Mimi nikaona kama vile ni attendants wa airport. Kwa nikawauliza mimi naenda Belo Horizonte. Na sasa nilikosea, nikataja Belo Horizonte. Unajua ukitaja hivyo unajua kabisa wewe ni mgeni. Wenyewe wanahitaji ni Belo Horizonte. Sasa walipotaja hivyo akasema tuone tiketi yako. Nikaonyesha tiketi yangu wakaangalia kwenye sasa mbona jamaa wanafanya kutafuta tena naona hawajui ndege ziko wapi. Wakaniambia airport ambapo natakiwa upande it is 30 minutes ukitembea kutoka hapa. Kwa hiyo inabidi uchukue gari unless kama unataka kutembea. Sasa mimi nikafikia 30 minutes alafu boarding time itakuwa saa ngapi naweza nikachelewa tena uzoefu. Kwa mimi nikasema nipelekeni shilingi ngapi? Wakaniambia Real 300. Sasa Real 300 ni hela nyingi sana. Sasa pale sikupiga hesabu haraka kwa sababu Real 300 rate yake Real moja ya Kibrazil ni sana shilingi 467 ya kibongo. Kwa hiyo 300 ni kama laki na kitu. Unaona? Sasa mimi nilipokubali sababu ya haraka wakaniambia sasa poa, wakachukua kule mwanangu muda wote kila mtu ana kiposi. Yaani hata wale yani pressure haitumiki kabisa. Jamaa akaniwekea
ile kadi ile posi yake. Nikaweka kadi. Sasa hii kuna zile posi ambazo ukiweka tu kadi inakata moja kwa moja ambayo unahitaji kuingiza password. Sasa nikaweka sijui akafanyaje, I think hakuwa ameweka amount haikwenda through hell. Akaniambia imegoma. Lakini tangulia kwanza na rafiki yangu kuna mmoja, my friend Kiingereza chao sio kizuri ila at least unajua juu. Tukaingia kwenye taxi. Sasa tulipoingia kwenye taxi nikaanza kupata naoga. Hivi hapa nimeingia, jamani nipeleka kweli huko. Sasa alipofika pale akaniambia hela haijaingia. Scan tena kadi yako. Nikasema what? Sasa nikasema okay sawa. Sasa ubaya nikascan kadi bila kuangalia invoice. Shwa. Simu ikaingia message. Makina natumia nani CRB. Kaingia message. Nikasema ngoja nikifika kule. Nilifika kule jamaa kwanza ananisaidia kila point. Ile board pass yangu ambayo nilikatia Tanzania I think ilikuwa kule haifanyi kazi, nitakiwa nibadilishe. Kaniangaikia kila kitu mpaka nafika sehemu ya kuskani naingia kwenye kuboard. Sasa naangalia message naona real 850 zimekatwa. 850. Nikasema ngoja kwanza nipige hesabu. Nikaingia conversion rate inakuja kama 389. Sasa ubaya ukitumia kadi za kibongo kwenye payment za dola au exchange rate za sehemu nyingine wanakata rate kubwa kinoma. Kawaida ni 460 na kitu. Nilipo convert pale wamekata kwa 517. Kwa hiyo ikawa imekata kama 450. Kasema hapa nimeshakaribishwa Brazil. Basi sasa nishapigwa nikasema anyway haina shida. Nikajiondokea zangu. Huyo moja mpaka nikafika kwenye ndege nikapanda, nimefika Belo Horizonte. Sasa kule kwa sababu nilikuwa na wenyeji wananisubiri wengi, kwa hiyo it was very easy. Kwa hiyo experience yangu ya safari actually I think ni hivyo tu kwamba umakini, kwa sababu sehemu ambazo hebu nimefikiria kwa mfano angeweka invoice ya 5 labda. Sita kwa sababu sikusoma unajua. Kwa angeweza kunipiga amount ndefu as much as they could. Although kuna kitu kinaitwa chargeback kwenye hizi kadi za credit, lakini bado itakusumbua. Unaona? Kwa hiyo nikajifunza kwamba sometimes unapotaka kufanya payment ni vizuri ukaconfirm invoice kwanza, ujue ni shilingi ngapi, ukaconvert alafu ujue kabisa. Kwa hiyo ilikuwa ni shule. Na hata tulipofika kule tunapiga story na kina Pierre alipokuwa amenipokea akasema Sao Paulo ni mji ambao una watu kama milioni 25. Yaani ni mji ambao uko na vitu vingi. Kwa hiyo you have to be very careful. Ni tofauti na sehemu kama Belo Horizonte ambapo kumetulia, yani hizi yani mtu kukuangaikia ili aje kutapeli. Hawana hizo habari. Kwa Belo Horizonte ni mji fulani ambao ulikuwa umetulia, umeset, uko fresh, yani mtu anaweza kaishi. Na uzuri wa Brazil, ukiangalia Brazil ambavyo ilivyo mitaa yake ilivyokaa, yani inafanana sana na South Africa. Na pia misosi ya kule kwa mfano nimeenda South Africa nilikuwa na enjoy sana ugali na nyama. Yaani kwa sababu wanapika kama tunavyopika sisi. Ila kule wali maharage. Yaani it's a common food ambayo sasa sisi huku sisi tunatumia. Kwa hiyo kwenye masuala ya misosi haikulipa shida sana. Although kuna misosi kwa sababu kule wanapenda sana hizi wanasema nini hizi maandazi hivi cupcake nini, yani usijui wanavitaja kwa jina moja. Wanavipenda zenye sukari na kahawa. Yani always kahawa lazima iwe chai. Sikuona chai of course. Kahawa nadhani kwa nchi za wenzetu especially South America wanapenda sana. So I think it's a main drink. Yani chai hata hamna kabisa, ila coffee muda wote iko hapa. Okay. In terms of the trip ilikuwa hivyo and the experience was a little bit bad but a little bit good kwa sababu nimefika pale airport kwanza despite kwamba watu wengi hawajui Kiingereza, lakini nikawa natumia zile application nikakutana na watu wengi nikabadilishana kama watu kama 6 hivi. Wakati nasubiri ndege nilipofika kule kwa sababu niliingia mapema, kwa wakati tumekaa kwenye mageti ya kusubiri pale nikawa jaribu kuangalia mtu namuuliza bwana flight ya kwenda Belo Horizonte ni kwa wapi gate like you don't speak English. And kule sasa you don't speak Portuguese. Kule wakikuona mtu mweusi unaongea Kiingereza straightforward wanajua wewe ni Muamerika. Kwa baya mimi akaniuliza so which side of America are you coming from? Akaniandikia kwenye ile translate. Nikamwambia no, mimi natoka Tanzania Afrika. Akamwambia okay. Tanzania, what is it? Kwa hata nilipofika Belo Horizonte nadhani tulienda mpaka Bambui. Bambui ni mji ambao sio mji mkubwa sana, ndio sehemu ambako mashamba ya Pierre ya ng'ombe hapo. Kwa sababu yana mashamba ya kahawa, na mashamba ya zabibu, unakuta eka 400 500. Tudu Bravo iko Bambui. Kwa wafika kule sasa tulifika kwa Make Pierre, ule mtaa ule yani. Sasa yani Kiingereza kule yani hamna. Bunjia. Sijui ni todobie yani. Sasa wakanisalimia mimi sometimes vingine sijui.
Ambia gringo. Kwa yani it was good, like it was good. Uzuri ni kwamba nilikuwa na wenyeji ambao they know who am I, and we have a good relationship for the last like 8 years. Kwa I mean for the last like 6 years. Kwa haikuwa changamoto sana, although I was enjoying the moment. Like unaona mitaa nini inafanana, lakini people hawaongei Kiingereza, so yeah. Yeah, yani hapo umehint kitu kimoja ambacho ni muhimu sana. Yeah. Kwamba ukikaa mfano mtu ambaye ameishi Tanzania tu, kuna vitu vingi ambavyo havijui unless you travel to another country. Yeah, 100%. Yani ukienda nchi nyingine wanakuuliza Tanzania iko wapi? Yeah. Where is it? Inabidi waambie iko Afrika, iko sehemu fulani Afrika. Sasa pale una kwa sababu kitu ambacho nilishangaa, the only thing that they know ni hakuna matata. Hakuna matata wanajua. Sasa ukiambia hakuna matata ndio ile ndio lugha. Do you know hakuna matata? Yeah, Simba Lion King. Nikamwambia nao hakuna matata is my language. Means no worries. Okay, ndio anaanza kupay attention. Yeah, na exposure ni kitu ambacho watu wengi inabidi wapate. Yeah. Unajua kwa sababu it opens you up kwa ufupi. Yani utajua kabisa kumbe kweli nchi yangu haijulikani, lugha yangu haijulikani. Mimi niliambia watu Tanzania kuna lugha zaidi ya 60, wanashangaa how 60. Una makabila kibao Wasukuma. Kwa hiyo exposure nadhani ni kitu ambacho kimekufungua. Na I think sasa swali ambalo watu wengi wanajiuliza, kwa nini Anthony aliondoka Tanzania kaenda Brazil? Okay, my trip to Brazil actually ilikuwa ni actually kama mnavyojua sisi hapa tunajitahidi kulink ulimwengu na watu wetu kwenye kuwa promote kwenye digital entrepreneurship. I think it's something ambacho watu wengi sana wanakiengage nacho, lakini not in a correct way, inapelekea hawaoni potential rather than wanaona damage zaidi, si ndio? Kwa hiyo sisi toka tumeanzisha hii academy, lengo letu kubwa ilikuwa ni kujaribu kuwa connect watu kwenye fursa ambazo ziko kwenye form ya digital, lakini sio tu kuwa connect, lakini hata ikiwezekana sisi kuwa sehemu ya innovation ya hizo fursa. Sasa ukiangalia sisi tuliingia partnership ya kufanya kazi na Encryptors mwaka 2020. At that time I think tulianza kama mimi and then later on tukaingia kama kampuni kama DNA Academy na Encryptors. Sasa Encryptors ni moja kati ya project ambazo nilipokea zikiwa hazijaingia kwenye market na niliona zina vision kubwa. Ukiangalia roadmap yake na jinsi ambavyo ilivyo, ilikuwa ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo walivyonikabidhi mimi ile project, kutokana na tulivyokuwa tuna relationship nao, nikaona is something that we can do. Sasa sikupewa project niweze kuifanyia Tanzania peke yake. It was a global mission, kwamba itaenda Tanzania, Kenya, Nigeria, wapi, Brazil, Uingereza, like we have to take the business around the world. Unaona, kwa sababu hatuna customers Tanzania peke yake. Kwa hiyo lengo langu mimi la kwenda Brazil, cha kwanza ilikuwa ni kwenda ku link up na team ya Encryptors, kwa sababu tumekuwa tukiwa invite kwenye events zetu ndio PL na Lucas peke yake. So ilikuwa ni kwenda ku meet up na team nzima, kundi wakutana kule na wanao code blockchain, wanao code smart contract. They are very smart guys. And wako vizuri, to be honest. And na ujue makoda wao wana uwezo wa kutranslate wazo lako liende likasomeke kwenye blockchain. Kwa hiyo tulienda kule tukalink up now. And another thing was to see the future of Encryptors. Unaona? Kwamba we just don't want Encryptors kuwa tu ni kama wallet ya crypto. Inatakiwa iwe digitalization tool. Ndio maana tulienda mashambani kule, tukaangalia mashamba, tukajaribu kuangalia, kwa sababu yeye ni mkulima wa large scale agriculture. Yani anafanya production ya kahawa, grapes, anafuga nyuki, ana mashamba ya ng'ombe. Kwa he's a full self-contained agriculture, na ni square meter nyingi. Unakuta kwa mfano kahawa peke yake ilikuwa ni square meter 3,600,000. Kwa hiyo unakuta yani ana mashamba makubwa ambayo mnazunguka, yani tulikuwa tunazunguka na gari. Kuna gari fulani tulikuwa tunatumia kama kile gari linaitwa Mosquito. Ndio tulikuwa tunalitumia lile. Baadaye tulikuja tukaenda sehemu ya shamba mengine, na kule wanalima kwa mfano kahawa, ukiangalia unakuta katikati ya mstari mmoja wa kahawa lazima gari liwe linaweza kupita, ni barabara kabisa. Kwa hiyo unaweza kuona ni kiasi gani takiwa na eneo kubwa ili uweze kutengeneza system, kwa sababu si huku tunabana unapita mtu tu, lakini kule gari linapita gari kabisa. Kwa hiyo tulienda kuangalia kule production inakuaje na nini, challenges za kilimo, faida zake and all that. Lengo ni kwamba tutengeneze mfumo ambao tutaweza kutokenize hiyo biashara ya kilimo
directly kwenye Inkryptus platform in the future. Kwamba kwa sababu one of the thing ni tokenization and real estate, kwamba hata kama watu watakuwa wanafanya buying ya tokens mbalimbali ambazo zitakuwepo kwenye platform, zitakuwa ni tokens ambazo zinawasaidia kuengage na kitu fulani halisia cha kwenye ulimwengu. That was the point. Kwa hiyo tokenization and real estate, tokenization ya farming, tokenization ya vitu kibao. Na tulikuwa tuna discuss pale, tunajaribu kuandika chini kwamba tokenization ya real world asset itakuwa katika mazingira yapi. Kutakuwa na ownership, kutakuwa na seasonal involvement, like unataka kuinvest kwenye token ambayo ni mazao ya msimu mmoja and all that. Kwa vyote hivyo vinawezekana, na uzuri ni kwamba we have Chainlink. Chainlink ni blockchain ambayo inatuweza kutupatia taarifa zote, bei za masoko, hali ya hewa na kila kitu. Kwa ina maana mtu atakuwa na uwezo wa kutrack kila kitu kinachoendelea kupitia pale pale. Hivyo vyote vipo katika progress za kutengenezwa, lakini vitapatikana vyote kwenye platform moja ya Inkryptus. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nilikuwa tumeenda kule, kwa sababu potential ya blockchain watu wengi hawaioni, kwa sababu tunafikiria tu kwamba ni kununua coin basi. Coin inafanya kitu gani? Umeona? Kwa hiyo kwa mfano Ink token itakuwa na utility nyingi, kwa sababu all of those services zitakuwa zinafacilitiwa na Ink token. Umeona? Alafu kitu kingine inatoa diversity ya mtu kufanya choice. Mtu mwingine anapenda kucheza games, mwingine anapenda kufanya hiki, mwingine anapenda kuinvest na kwenye real, apart from staking ya kawaida, mtu anataka kupata real estate. Umeona? Mtu anataka kuinvolve kwenye kilimo, mtu anataka kuinvolve kwenye final production labda, kwa sababu yeye ana maduka mpaka ya wine, ana maduka ya coffee direct. Yani yeye si kwamba analima afu anauzia watu, ana produce na anauza final product. Kwa ana kila kitu. Umeona? Hadi products za nyama, za maziwa, ng'ombe na nini, kila kitu anafanya yeye mwenyewe. Umeona? Ndio maana unakuta na makampuni pale na Todo Bravo, ana Terra B, ana Grapes, yani kila kitu. Hadi kwenye mashine za kutengeneza wine, kila kitu anacho yeye mwenyewe. Unaona? Kwa hiyo sasa tukawa tunajaribu kudiscuss kwamba what if somebody wants to invest in Brazil na hana uwezo wa kuja Brazil? And can blockchain bring a solution to that? And tukaona it's possible. Kwa hiyo tulikuwa tunadiscuss vitu vingi sana ambavyo vitatengeneza future ya Inkryptus kuwa kubwa zaidi, na watu waone kwamba yes, this is a point where you can do so many things na uka-involve kwenye biashara tofauti. Na uzuri ni kwamba tukawa tumeongea pale kwamba hata kama kutakuwa na mtu mwingine na idea yake ambayo ni nzuri na imesimama, anataka kuitokenize, anaibring idea, wanaenda external auditors, wana audit, wanaangalia, wana confirm production yake au operations zake and everything. Wakiona ni kitu kizuri, then kutokana na external auditors watakapokuwa wamefanya, then inatokeniziwa, and then people will be able to invest in that opportunity as well. So it's something ambacho tulikuwa tunaenda kujifunza na kuweza kuangalia tunawekaje roadmap ya kampuni ambayo tunafanya nayo kazi. Na uzuri ni kwamba na mimi nasoma sana, and you know that mimi najitahidi sana kuchimbua niweze kuwa familia na vitu ninavyodili navyo. So that was the thing ambacho tulienda kukifanya, lakini pia tulikuwa tuna trainings kwa some of the people ambao hawajui Inkryptus inafanyaje kazi, so tulifanya some trainings. Tulifanya trainings na watu wakawa wanashangaa. Wakasema fursa hazina mipaka. This business is there. Lakini mimi hata nilipofika airport nilichukua namba za watu wengi ambazo nilichukua namba karibu 5. Ambao mmoja tayari ndo amejua crypto, ndo ameanza, yani kwamba kumbe it's like this. Kwa I connect, na ndio maana hizi true kama hizi ukiangalia lazima tu tunazirekodi kwa sababu zinasaidia. Unaona? Na kitu kingine tuli connect kwa ukubwa, kwa sababu baada ya kumaliza hizi vitu vya biashara tukaenda kwenye social meetups, misosi kidogo nini hapa na pale, birthdays. Kwa hiyo nilichanganya, lakini the bad thing wezi amini, kwenye mkusanyiko wote toka nimefika Brazil, I don't know if it's the bad thing or if it's a good thing. Yani ile kwa sababu kwa mfano ile siku ya mwisho baada ya kumaliza ile interview na CEO, tulikuwa tuna meet up kwa ajili ya dinner, na kulikuwa na watoto wawili walikuwa na birthday. Kule birthday wanaziheshimu vibaya mno. So tulikuwa pale kama watu almost kama 40-50 hivi. Alafu mmoja nilikuwa wewe tu. Na nilitoka Tanzania. So yani somehow yani unaona unapiga picha hivi sometimes unakuta wewe uonekane. Yani it's kind of it's a funny stuff like anyways. Nikasema kwamba kweli dunia ina mpaka, afu wezi amini. Mimi nilipokuwa mdogo, ilikuwa darasa la pili, sio darasa la kwanza. Tulikuwa tunapiga story na mzee. Umeona, mzee akaniambia unajua wewe nitakiwa nikupeleke ukae na wazungu. Unaongea Kiingereza. Sasa nikaanza kumuuliza mzee, ina maana wale wazungu wao ni watu kama sisi?
Nikamwambia sasa ile rangi yao wanapaka. Sasa mzee alinijibia akasema, kwa mimi akili yangu kana nafikiria kwamba ukienda kwa wazungu, yani unaweza kubadilisha kwa mzungu. Nilikuwa nawaza hivyo. Lakini all in all nadhani mzee ile mentality aliyoniCreatea mimi kwamba kuna siku utakuja kukaa na wazungu. Ilikuwa inanifanya hata sometimes nakumbuka hata kama katika percent ndogo, lakini nakufanya kukumbuka kwamba unapofanya hapa wazungu huwezi kuja kukutana nao. Kwa maana hata kazi ya walimu nilipokuwa nawafundisha nyinyi nikaamua kuacha. Lakini sikuacha kwa sababu tu nilikuwa najaribu kujitafuta, nikiona kuna namna fulani ambayo it's more than where I work, na naamua kuacha. Kwa hiyo ile siku nimepiga picha pale, nikaa nakumbuka nasema kweli sasa hivi naona niko na wazungu, afu niko peke yangu, afu nimetoka zangu Njombe huko ndani kabisa. Unaona unafikiria kwamba kijijini ambako umezaliwa hakuna exposure na hakuna hata mmoja kwenye ukoo wenu ambaye ashaye kufika sehemu ambayo umefika. Lakini wewe umefika na upo hapo na wanakuheshimu. Sio kama umefika kwa bahati mbaya, kama umeenda kwa msaada, umeenda pale kwa sababu nyinyi ni partners, like you have something to offer on the table, they have something to bring on the table, and then you are meeting up and you have mutual relationship. Kwa hiyo ilikuwa ni feelings nzuri, nikawa nakumbuka kwamba things are possible. Na ikawa inanitengenezea mentality kwamba kwenye hii dunia watu wengi sana upande wa Afrika wanaona kama wazungu ndio kila kitu. Lakini at the end of the day kuna watu ambao ni weusi, they are very smart kuliko wazungu wengine. Kwa hiyo hii swala la smart ni wewe tu ambavyo unavyojiposition na kutumia akili yako katika kiwango cha hali ya juu, lakini haimaanishi kwamba wao ndio wanajua kila kitu, wewe hujui kila kitu. Wanaweza akajua hiki wao, lakini wewe ukakijua kupitia wao na extend knowledge zaidi na provide mawazo ambayo akawa positive kupitia wazo lao lile lile, which means tunategemeana kabisa. Na kitu ambacho umenihint hapo ni kwamba kwa wale ambao walikuwa wanatazama Encryptus on a very small scale kwamba tu ni wallet ambao mtu ananunua token na stake, kumbe kuna vingi zaidi ambavyo vinakuja. Vingi. There are so many things actually. Kuna mambo ya lottery, kuna mambo ya tokenization na real world asset. Kuna vitu vingi honestly. Kuna vitu vingi ambavyo vinatengeneza opportunity ya kuwa mjasiriamali wa kidijitali. Yani that's the point, like to try to create the opportunity for people to be digital entrepreneurs. Kwa sababu ukianza kusema leo hii kila mtu awe mkulima wa kwenda kulima shambani, maisha yanabadilika. Maisha yanabadilika, na sometimes unakuta kuna zao fulani ambalo linalimwa sehemu fulani lina faida zaidi kuliko mazao mnaolima nyinyi. Kwa hiyo you can invest there. Unaona, lakini everything is possible via blockchain. Lakini ni kitu ambacho kita take time. Of course kuna process ambazo zinatakiwa zifanyike kuhakikisha kwamba mifumo inakusaidia wewe kutrack kila kitu, especially performance ya crops, production pamoja na market and everything. Like you should be able to track it kwenye application yako pale. Kwa hiyo tunakoelekea tutakuwa na vitu vingi. Tutakuwa na vitu vingi. Na I kuna innovation nyingi sana zinakuja ambazo I believe Mungu tu atupe uzima, lakini we are going to put ourselves in the map. Yaani unajua kuna ile namna ambayo unahisi kabisa kwamba kuna wakati na sisi tutakuwa kwenye ramani kiasi kwamba unaonekana kabisa kuna kijana fulani kutoka Tanzania alishiriki kwenye hivi vitu. Unaona, it's going to be amazing kwa sababu we don't have to be people ambao tunapokea kila wakati. Sometimes we have to deliver. Sawa, ni vizuri na I think hiyo experience yako bado una deni kwetu. Lazima uzidi kutupa exposure na sisi, kwa sababu wewe ulienda kama tunaonaga Musa alienda akapokea zile amri, akarudi huko sasa ikabidi afundishe watu. Kwa hiyo I think hilo deni bado pia unalo. Sasa I think changamoto gani ambazo uliziona ambazo zipo kwetu kwa wenzetu hazipo, na nini tunaweza kufanya with the experience ambayo umepata? Nini ambacho unaweza ukatoa kule ukatuletea sisi kwanza wa Tanzania? Actually changamoto ambazo niliziona kule, I think sisi tuna changamoto kubwa ya inferiority complex. Kwamba we believe we are not capable of providing something to deliver to the community, but rather we are ready to receive. Wao kule wanajua hilo kwamba sisi huku yani hatuko capable ku deliver. Japokuwa kuna wachache ambao wana uwezo wa kuextract potential ya mtu, wanajua kwamba kuna Waafrika ambao they are very smart. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano mimi na Pierre tumekutana, mimi I was having no name. I was very young after all. Nilikuwa na miaka kama 23 24. Lakini yeye aliona kitu kwangu, ndio maana akaamua kunikabidhi kampuni mimi niingie nayo sokoni. Although watu wengi walikuwa wanamshangaa, wewe umeona nini kwa huyu kijana ambaye unaamua kumkabidhi kampuni? Like yani do you think anaweza kufanya chochote? And some of my friends sio katika hii dunia bwana. Maisha bwana acha kabisa. Unajua
anasema jitahidi sana upambane, uwe na uwezo, uache kuwa na majungu, kwa sababu I remember mwaka 2022 wakati mimi nimeichukua Encryptus na hangaika nao niko Nigeria. CEO akawa ananitumia message za marafiki zangu wa Kibongo. Wanamtumia message, wanajaribu kunisagia kunguni kwamba umemkabidhi kampuni huyu kijana, hana uwezo hata ifikisha popote, I think ungetuchukua sisi tungeweza kuifanya kampuni iwe kubwa, hii kampuni itafail and all that. Kwa akawa ananitumia zile screenshot, afu baya ananitumia na namba. Kwa hiyo huyu mwamba kumbe hadi huyu. Kwa lakini sijawahi kuwauliza honestly. And this is the first time I'm speaking baada ya miaka 4. Kwa sababu 2022, 23, 24, 25, tuseme kama miaka 4 hivi ndio nakuja kuongea saa hizi, lakini ilinisaidia, ilinipa hasira ya kupambana zaidi na kuonesha kwamba I am capable despite ya kwamba maybe I was young and maybe I was having no name, lakini uwezo wangu ulikuwa unastahili kuwa pale nilipo. Yani I didn't get the position to be a marketing director and global ambassador of Encryptus. I earned the position kwa sababu I believe I deserved it. Kwa sababu so far mpaka saa hizi kampuni inafanya vizuri na ina wateja zaidi ya 40 na wote ambao wamekuja kupitia mimi. Kwa hiyo huwezi kuanza kumwambia saa hizi CEO kwamba huyu jamaa haiko capable. Alafu ubaya sasa. Walikuwa wanapondea vile alafu wanaomba hela. Tunaomba usaidie kiasi fulani. Mimi nilikuwa napiga kazi despite ya kwamba nilikuwa niko katika position ambayo haiko vizuri financial, lakini I was pushing. Yani nilikuwa naiangalia Encryptus kesho, lakini nilikuwa siangalii saa hizi. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku sasa wale jamaa nikikutana nao wanasifia tu, mwanangu yani hiyo ngoma mwanangu umetisha sana. Sisi tulijua utaweza. Na kati mimi najua kabisa kuna message walituma kwa CEO kwamba mimi sina uwezo. Lakini all in all it's part of life at the end of the day. Unachotokea wewe ni kupambana, wala huna haja kwenda kuambia kwa mwanangu uliamwaje kunifanyia hivi. Ni wewe unafanya tu kazi. Alafu wao watakuja kujiona kabisa kwamba unajua sometimes wanasema hata yule mtu ambaye anakuinspire piga kazi mpaka uone kwamba yule ambaye anakuinspire anaanza kuona kama wewe ni rival wake. Yani kwamba udogo nilikuwa namuinspire lakini sasa kama competitor wangu hivi. In a good way, yani sio kwa ubaya, lakini it helps. Inakufanya wewe unakuwa uko capable zaidi, kwamba haufikirii hapa tu, unafikiria zaidi kwamba you can do even better. Yani you can be inspired, lakini you can do better than the person who inspired you. That's very good. Na nadhani watu wanaosikiliza wanapata madini kwamba of course kama wenzetu wametuzidi, lakini sisi bado we have something to offer. We have something na ni mbaya, mentality tulionayo ni mbaya, kwa sababu kweli hata wao wenyewe wanaamini kwamba Afrika umeona. Kwa sababu uweze amini ile siku wakati tunaongea like wao wenyewe wanashangaa how possible this company imekuwa initiated Brazil lakini roots zake zikawa ziko Afrika. Na pia yeye salishi Marekani. Kwa alikuja na rafiki zake kadhaa wa Marekani pale ndio wakawa wanatambulisha this is Tris. Tris ndo the magic man from Africa, and like they feel like it's something ambayo sio kawaida, yani was supposed to be someone from there. Hata wao wana believe hivyo. Unaona, kwa sababu wameshaaminishwa hivyo kwamba hawa Afrika. Lakini I think sometimes we can change the world. Na ukitaka kubadilisha dunia ni wewe ambaye unatakiwa uwe chanzo cha mabadiliko. Unaona, ndio maana sometimes wanasema ni vizuri ukajijua kabisa wewe ni mzuri katika kitu gani, ili ukifanyie kazi kwa weledi uweze kuona potential yako kamili ni ipi, na ujue labda pengine hata kusudi la wewe kwa duniani lilikuwa ni nini. Kwa sababu sometimes unaweza ukawa haujafind your own purpose, exactly why you are existing this world, ukajikuta unahangaika, unashika hiki unaacha, unashika kile unaacha. Lakini unapokuwa unajua exactly kwamba wewe ni mzuri kwenye kitu gani, maana yake una extend to the limit pale ambapo unajua kabisa hii sehemu mimi ndo najua hii ndo ya kwangu hii. Kwa hiyo unaipigia kazi mpaka watu wanasema kweli kijana amepambana. Sio anahangaika. Maana unajua una ile unashika hiki unaacha, unashika hiki unaacha, afu matokeo yanaonekana sasa jamaa anahangaika sana. Ila ukiwa unafanya hiki mwanangu umetokea pale huko kwa jamaa unapambana sana kwa sababu anaona matokeo. Kwa hiyo mapambano, yani zile haso ambazo hazina matokeo ni mahangaiko. Ila haso zenye matokeo mapambano. Kwa hiyo inatakiwa tupambane. That's very good. Sasa kutokana na tour yako ya Brazil, I think what is going to be hatua inayofuata ni ipi sasa? Actually kwa sasa hivi kuna nchi ambayo tunahangaikia visa and sitaki kuitaja kwa sababu najua watu wanakatia kunguni ukashangaa visa haijachomoka. Kwa hiyo ikitoka nitatoa ratiba kwamba we'll be going to this country na bara hili, lakini definitely we have to go outside of the country. Lakini pia tuna safari ya kwenda South Africa anytime soon, na Lesotho na Botswana pia. We'll give out the schedule very soon. Lakini tuna event ya mwezi wa 11 ambayo sasa hiyo
Watu kutoka sehemu tofauti watakuja Tanzania na tutafanyia Arusha. Nadhani tutaanza kuuza tickets za event very soon. Yeah. Kwa hiyo tutakuwa hiyo event ni event kubwa kwa sababu we want to create the link up platform. Nadhani tumeshafanya event mbili. Tumefanya edition ya kwanza 2022, edition ya pili tumefanya 2024, edition ya tatu tunaifanya mwaka huu mwezi wa 11. Actually 2023 hatukufanya kwa sababu ya hali halisi ya kwamba tulikuwa bado hatujapata turnover nzuri ya engagement ya watu. Kwa hiyo tukaona tukifanya event itakuwa kama vile yani itakuwa ni meaningless. Kwa hiyo tukaamua kuipush mpaka mwaka jana tukayafanya na ilikuwa nzuri, watu walio attend walipata madini mengi sana. Tulikuwa nchi kama 3 I think au 4. Maana wageni wetu wa Brazil walifika, US, alafu kuna Kenya na sisi. Ndio tulikuwa nchi kadhaa. Lakini this time mwezi wa 11 tutakuwa nchi nyingi zaidi. Yeah, of course. Tutakuwa nchi nyingi na itakuwa event kubwa zaidi. Kwa hiyo watu wakae tu standby kuangalia kwenye channel zetu na social networks zetu za DNA Academy na Encryptors kuweza kujua itakuwaje. Lakini so far kitu kikubwa ambacho tunaenda kukifanya kwenye sasa hivi ni kwamba ni kuprovide education zaidi. Watu wapate knowledge kwa sababu hata hizi innovation ambazo zinaenda kuwa implemented kwenye Encryptors kama watu hawana elimu hazitaweza kusaidia kwa sababu hawatajua namna ya kuzitumia. Kwa hiyo tunaongeza speed kwenye kutoa elimu, tunaongeza speed kwenye kulink watu wafahamiane, wapate experience kutoka watu ambao wana experience na hiki kiwanda, na ndio maana hata kwenye mwezi wa 11 tutakuwa na watu kutoka sehemu tofauti. Kenya, South Africa, Nigeria, Brazil, US, hata timu ya Encryptors I think tulikuwa tunaongea pale kama mambo yatakaa vizuri, maana watakuja wote, graphics team, coding team, wote watakuja. So it's going to be one of the very good meetup na tunaamini kila kitu kitakuwa fresh kabisa. Kwa hiyo tutapambana na tunataka tufanye event nzuri ambayo inaeleweka, na the good thing ni kwamba event ya mwakani ambayo tiketi zitaanza kuuzwa very soon mwezi wa kwanza 2026 itafanyikia Dubai. Kwa hiyo tuna event, of course tuna blockchain events nyingi ambazo tunaenda kuzifanya sehemu tofauti lakini this year is going to be here. 2026 itakuwa Dubai, 2027 itakuwa Cape Town, South Africa. Tumeshapanga kama event za miaka 5 hivi. Kwa hiyo watu ambao wanakuwa sehemu ya ujasiriamali, one of the thing ambacho wanatakiwa kuwa nacho ni kuwa na uwezo wa kupata exposure na kulink na watu wapya. Kwa hiyo tutajitahidi kutengeneza platform sio tu watu wanasoma DNA tu na ku stake labda Encryptors peke yake, lakini pia wao na uwezo wa ku link na watu wengine, kupata exposure ambao sasa itakuwa ndo maana halisi ya ujasiriamali kwa njia ya kidijitali. Kabisa. Na naamini kama DNA Academy hatua ya kwanza ya kutoa exposure imekuwa ni kuzidi kuelimisha watu. Of course education has become one of the very key part, kwa sababu hata mimi mwenyewe wakati nakubali kufanya kazi na Encryptors, the thing that made me to decide it was education. Ndio maana nimekuwa nikisisitiza sana, jamani, elimu. Na sio elimu ile ya kusoma ili uonekane unajua definitions, elimu ya kujua implementation exactly how it works. Kwa sababu sisi ni wajasiriamali, hatuwezi kusoma kama tunaenda kujibu mtihani. Tunasoma ili tuweze kujua tunaitumiaje hiyo elimu kwenda ku maximize kipato chetu au ku leverage kipato chetu. Na hilo kwa kweli unastahili pongezi. Kwa sababu unajua tunastahili pongezi kwa sababu we are doing this together. Yes, exactly. Lakini wewe umekuwa kiongozi na umekuwa mstari wa mbele wa kusisitiza kwamba inabidi watu watafute kwanza elimu ambayo ni practical ili waweze kuitumia. So I think the trip in Brazil was amazing. Definitely. Na tumeona interviews na jinsi ulivyotembelea ofisi. I think inakupa chachu gani you as an entrepreneur? Umeenda kuona kule wenzetu walivyo. How can we do it differently here sasa? Actually kwa mimi tuseme yani like to make it final it's just like kwa sababu mimi nina ambitions zangu ni kubwa, ni kuconnect dunia kupitia DNA Academy na Encryptors. Na sijawahi kukaa nikafikiria kwamba we cannot do it. I've always thought there is always a possibilities. As long as you do something right, there is always possibilities. Na to be honest, kwa mfano mimi mnajua toka nimeacha kazi sijawahi kuwa na interest ya kufanya kazi ya kuajiriwa. I just want to do something ambacho kita provide opportunity kwa watu wengine, and then at least I have the purpose to my life, like I brought opportunities, I changed people's life and all that. Kwa sababu kama saa hizi I'm still proud hata kama ni kwa kiasi kidogo, kwa sababu kwa mfano nyinyi nimewafundisha advance, lakini sasa hivi mmemaliza chuo, hamjaanza kuchukua bahasha kwanza kutembeza muombe kazi. You are living by this business ambao kaka yenu
niliacha kazi nikatangulia kuandaa mazingira, mmeyakuta na mnaishi kwa kutumia biashara hii ambayo tumeianzisha kampuni hii. Tena sio mmoja, wewe sijui Ibra nani, wote mnaishi kwa biashara. Na kuna wengine ambao pia tumekutana nao wakiwa hawako vizuri, lakini kupitia kampuni hii na mafunzo yetu they can tell themselves kwamba jamaa ametuonesha njia, unaona. Na that was my aim, kwa sababu ukisema kila mtu saizi aanze kulia kuhusu ajira na hatuna solution tunayoitoa, hata wewe ukipewa urais wa nchi uwezo ukatoa ajira kwa watu wote, it's not possible. Yani hatuna resources hizo za kusema kila mtu anaweza kaajiriwa so far. Kwa hiyo sometimes we need more innovators, we need more creativities kwa ajili ya kusaidia kuweza kupata platforms kama hizo. Kwa hiyo mimi safari yangu ya Brazil chachu leo nionyesha ni kwamba possibilities. Yaani unajua kwamba sikuwahi kukaa nikafikiria kwamba nitaenda Brazil. Back in the days wakati naenda na nasoma zangu chuo naenda kwa mwalimu, sikuwahi kufikiria. Lakini sasa hizi naona okay, nimeshafika Nigeria, nimefika Kenya, nimefika South Africa, nimefika Lesotho, nimefika Brazil. Like I'm going to different countries, alafu it's not like I'm going there as nobody, I'm going there as somebody. Kwa hiyo naona jinsi ambavyo nazidi kutengeneza profile yangu inazidi kuniongezea ile courage na nguvu kwamba bwana inawezekana. Unaweza ukalink up na huku katengeneza opportunities na dunia inaweza kaa kama kijiji even more, na wewe ukawa ni sehemu ya chagizo hicho kitu. Kwa mimi kwa safari hii ambayo nimeenda imeniongezea tu chachu kwamba possibilities ni nyingi, na with existence ya blockchain it gives a seamless possibilities ambazo zinaweza kuwa created na zikawasaidia watu hata ambao wana elimu kidogo, as long as sisi ambao tuna uwezo wa kula, tuna uwezo wa kuzi simplify zile explanation kwa watu wakajua kabisa kumbe wakisema smart contract wanamaanisha hivi, kumbe wakisema blockchain wanamaanisha hivi. Tutawasaidia hata wale watu ambao wana knowledge ndogo wanaweza wakajua kabisa kumbe hii hapa iko hivi, naweza nikafanya. Kwa hiyo kazi yetu sisi ni kutengeneza mazingira mepesi kwa watu, consumers waweze kutumia responsibly products tofauti za blockchain. Ambao sasa unakuta si ili uweze kuwa na ukubwa hautaki kudili na sehemu unayokaa peke yako. Ndio maana unakuta mimi always I'm trying to look for another country. Unaona, unakuta niko hapa na tuna schedule ya nchi nyingi sana za kwenda so far, na nyingine tumefanya kualikwa, nyingine tunafanya kutafuta sio wenyewe chances za kwenda, lakini lengo ni kujaribu kutengeneza mazingira mazuri ambayo yatatengeneza opportunity ambayo iko global, ili watu wazidi kunufaika zaidi, kwa sababu fursa ambazo zinakuepo ili ziweze kuwa na tija na ukubwa zaidi inatakiwa ziwe na demand. Sasa una create vipi demand? Lazima upeleke awareness, unaona. Na demand sio haitakiwi sehemu moja, inatakiwa global demand. Kwa lazima msafiri, muende mtoe elimu, muende huku na huku, watu waweze kulipokea ile swala, ambapo sasa jinsi demand ya hiyo service ya product ambazo mnazitoa inavyozidi kuwa kubwa, ndio jinsi ambavyo inatengeneza nafasi nzuri kwa watu ambao wanahusika na hizo project au walio engage na hizo project kujikuta wanatengeneza faida zaidi. Of course it's something that needs a real hard input, consistency. Yani ni kazi lakini na usmart wa hali ya juu, kwa sababu huwezi kama unafanya kazi tu kama kama unalima ni kama ng'ombe. Ndio ufanye kazi lakini wewe unatumia akili zaidi kuliko nguvu. Kwa hiyo my trip chacho ambayo imeweza ni kwamba there is a possibilities, na kitu ambacho tunaweza kukifanya huku kwetu ni kwamba kwa sababu huku sisi we are very good in talking. We are very good in studying, like we want to answer the exams. Lakini nadhani kama tutatokea vijana wengi tutakuwa tuna uwezo wa kufanya hivi, kujaribu kufanya innovation nje ya box. Inaweza ikasaidia hata kizazi kinachokuja kwamba kama bro alifanyaga hivi, kwa nini mimi nishindwe? Kama huyu alifanyaga, kwa nini mimi nishindwe? Kwa hiyo ina maana itatusaidia kuweza kutengeneza ile curiosity kwa wenzetu wanaokuja, watoto wetu, wadogo zetu hawa, kizazi kinachokuja. Kinaweza kikawa more aggressive kwenye tunachokifanya kuliko sisi tulivyo hivi, lakini we need to pave the way. Kabisa. Swala la uthubutu ni muhimu sana. Ya uthubutu ni muhimu. Kabla hatujamaliza, una neno gani la mwisho kwa Watanzania? The last thing that I would like to say to the Tanzanians ni kwamba maisha yametengenezwa na abundance of things. Na kila kitu kinapokuwa kinakuja kwenye maisha kinakuwa kina positive na negative impact. Kwa hiyo wewe unatakiwa ujue hicho kitu unachokiengage nacho, una uwezo wa kumeditate zile negative impact na ukazi-embrace positive impact. If it is yes, you have to know how. Kwa hiyo hata hizi fursa za mambo ya blockchain zimekuja of course kwa speed na mihemko mingi. Kwa hiyo zina changamoto, hatuwezi kukataa, zina changamoto nyingi, na ndio maana sisi kama DNA Academy tukaona kudeliver elimu ambayo iko valid enough
kutokana na zile experience ambazo sisi tuko nazo na tunazoendelea kuwa nazo ni kitu muhimu, kwa sababu kitasaidia watu waweze kuwa na proper engagement na ulimwengu mpya wa kidigitali, wakiembrace yale mambo mazuri alafu wakaamua kuyapuzia au kuyaepuka yale mambo ambayo yanakuwa sio mazuri. Kwa hiyo sisi kama DNA Academy responsibly tunatumia platform yetu kuweza kutengeneza mazingira salama au na awareness nzuri kwa ajili ya watu kuengage responsibly na digital entrepreneurship. Na blockchain ikiwa ni one of the key part ambayo tunadinayo, kwa sababu facilitation ya blockchain kwenye digital entrepreneurship ni kubwa sana. It's providing a huge scope ya kutengeneza innovation tofauti ambazo watu wanaweza kuzitumia kwenye engo ya ujasiriamali na kufaidika nazo. Kwa hiyo hatuwezi kusema tutakaa kimya tusifundishe, kwa sababu dunia ndio inaenda huko. Kwa hiyo tunafundisha, na kwa kufundisha tunakuwa tunajua mazuri na mabaya ya hii industry kwa yeah. Sawa, basi nikushukuru sana. Nikushukuru sana because it has been insightful. Yeah, actually ilibidi tufanye kwa sababu tulifanya interview za Kiingereza, nishazipost, lakini watu wengine Kiingereza hawajui. Kwa hiyo tulichokiongea hapa ni summary ya zile video nyingi ambazo tulikuwa tunaziona. Interview tulikuwa tumezungumzia kuhusu biashara and all that, watu wanavyoibiwa na mascam na nini, tukazungumzia future na nini, possibilities za blockchain. So tuliongea vitu vingi, na nadhani nilimhoji CEO na aliongea pale. Kwa hiyo hii ni kama summary ya whatever that we were posting in English. Yeah, ni vizuri, ni vizuri, na tunaona kabisa kwamba there is so much that you have learned ambazo kwa hata interview hii haikutosha kuviweka ndani. Tumejaribu kuisqueeze, lakini lengo kubwa la kuleta vipindi kama hivi ni kuzidi kuwasogeza watu karibu na uhalisia. Kwa sababu kama DNA Academy, one of the first thing ambavyo vilitufanya na vitupe chachu ya kuanzisha academy ni kwamba watu wengi wamekuwa wakiamini kwamba wanaingia kwenye ujasiriamali wa kidijitali, kumbe hawafanyi sahihi, something else ambacho ni tofauti sana. Na kama DNA Academy tumebaki kwenye foundation yetu ya kuzidi kuelimisha jamii na kuleta misingi hiyo kwenu. Ilikuwa ni interview sana na kakaangu brother Anton Trizi Magno ambayo ilikuwa ni very insightful. Hata mimi nimejifunza vingi sana, na natumaini utasubscribe kwenye channel yetu ili uwe up to date na taarifa nyingi ambazo tunaleta, interviews tunazofanya na masomo ambayo tunafundisha. This interview was powered by Encryptus Wallet. Hebu waambie watu kidogo tu about Encryptus Wallet. Encryptus ni wallet ambayo inatumika kutunzia digital assets tofauti na ina services nyingi. Kuna games, kuna mambo ya kustake ambayo inakutengenezea nafasi ya kuweza passive income kutokana na asset unazozimiliki. Kwa there are so many things ambazo zipo kwenye Encryptus ambayo ndo kama unavyoona hapa imetuconnect sisi Africa na South America. Na South America. Which is something ambacho it's very good. And watu nadhani kuweza kujua potential zaidi ya hiki kitu watembelee ofisini kwetu, wafuatilie madarasa yetu, wajifunze kuhusu blockchain pamoja na cryptocurrencies, and then baada hapo watajua kama how good it is. Kama kinawafaa they be part of it, kama unaona akifaa it's okay. It's better mtu akajua ni kitu gani kuliko akaishia na regrets, kwa sababu out of context. Lakini watu wengi ambao wanazungumza nao kuhusu encryption wanakwambia mbona sikuwa najua that is au kujiposition kwenye engo ya kujua vitu, ndio maana haukujua. So kumalizia ni kwamba this interview and all the interviews ambazo tunafanya hapa DNA Academy are usually powered by Encryptus Wallet, one of the best wallets ambazo zimeleta mabadiliko makubwa sana kwenye masuala ya ujasiriamali wa kidijitali. We thank you for your time and till next time. Asante sana. Ciao.